chanzo kilikuwa ni nini? Chanzo Manyanya alikuwa anahojiwa, labda kwa sofahamu, labda wajui chanzo, kwa sababu wengi waliona clip kwamba wale jamaa wanafanyaje, wanapigana, lakini chanzo kikubwa ni alikuwa anahojiwa Manyaunyau na media zilikuwa zinamhoji. Sasa akapita ule Taz, alipopita akasema cha kusema hata huyu bwana kijana wangu jamaa alimpiga ngumi. Jamaa sumbwe. Kama alivyosema kwamba Mwakinyo akijaribu kumpiga ile ngumi yake sema ina kilo ngapi? Kilo 50. Sasa alisema sasa ile siji ina kilo ngapi? Alimpiga kwa kweli, alimpiga ngumi moja, nikaona apepesuka, sababu mimi nilikuwa na mimi nipo karibu kabisa. Sasa unajua kabisa nitetee, lakini kwa kweli haikupendeza na sio nzuri, kwa sababu usitoshe pale airport ni sehemu ambao watu wageni tunapokea wageni airport, kwa sababu ni kama njia panda ya Ulaya. Sasa once again leo tena tuko na Midoka, moja kati ya ma-influencer wakubwa ambao wamekuwa wakizungumzia vitu mbalimbali ambavyo vinatokea huko katika mitandao ya kijamii. Leo bwana watu wakiwa katika majonzi makubwa katika msiba wa ndugu yetu, dada yetu Karina au Hawa, katika mapokezi pale ya airport. Kuna vioja ambavyo vilitokea, na Midoka ni moja kati ya watu ambao walihudhuria pale katika kupokea mwili wa dada yetu Karina. Kwa hivyo atatuelezea situation nzima ambazo zilikuwa zikiendelea pale na zilivyokuwa zinatokea pale. So tuko naye hapa na tunazungumza naye. Bana, ni aje mzee? Fresh yet habari. Habari kwema? Kwema kabisa. Kwanza za siku nyingi mwandishi nao kunijua nyumbani kunitembelea kidogo, story kwa zinapita, unajua story umepishana kidogo. Story nazo nyingi sana. Kwa hiyo wewe mnakuja kunitembelea bwana. Bwana, leo airport pale ulikuwepo nafikiri katika kumpokea dada yetu, mwili wa dada yetu Karina. Tulikuwa wote na waandishi wa habari walikuwepo. Kwa hiyo kwa kweli kwanza naweza nikasema kwamba poleni kuanzia familia, ndugu, jamaa na marafiki. Poleni kwa msiba mkubwa, msiba wa taifa, tumepoteza nguvu kazi. Unaona bwana, kwa hiyo naweza kusema kwa ujumla Mungu ametoa na Mungu ametoa, jina lake pia libarikiwe. Lakini kuna swala limenishangaza sana. Yaani limeniacha tu mdomo wazi. Ujue kuna mambo, msiba ni wa kuheshimiwa, kwa sababu msiba unatupa funzo. Mwenyezi Mungu kama wanasema msiba ni ibada. Kwa sisi ambao tuna kidogo tuna imani kidogo, tunasema msiba ni ibada. Lakini watu kwenye msiba wanafanya kama sehemu kupata kiki, sehemu ndo sehemu zao ya labda za kutoka. Ndugu yako umeona waganga wale? Ile sakata lao Taz Genius na Manyaunyau kuweza kurushiana mangumi. Sio mangumi, yani imefika tu pale kwa sababu waandishi wa habari wamechukua tu matukio machache ambayo walikuwa wanaogopa kwamba itatokea hivi na hivi, lakini matukio sisi ambao tulikuwa pale airport tumeona matukio watu walipigana zaidi ya kupigana. Yani walipigana mpaka sasa wakaja mapolisi sasa kufanyaje? Kuamulia ule ugomvi. Yani tena walishikana. Sasa watu wazima, ma-influencer kama wale, waganga wajulikana, washatibiana watu, hata tani ule Stazi of course alishaye kumtibia marehemu pia, watu kwa tunaona clip zake. Sasa leo hii wamekuja kumpokea, afu tena leo hii inakuja tena mwisho siku wanaanza kupigana, afu ni watu wazima na kizao timamu, ma-influencer wajulikana pote. Tukizungumza Manyaunyau, tunamzungumzia Manyaunyau ambao alitamba miaka hiyo hadi sasa hivi anatamba. Tukimzungumza Taz japokuwa ni alivuma hapa katikati, mwisho siku ikaja sakata yake kama amefungwa. Wote tunajua kwa sababu Manyaunyau ndio alikuwa anaishikilia ile kesi, yani kwamba jamaa afanyaje afungwe alichofanya. Sasa vizuri najua sakata unalijua bila shaka. Kwa kilichotokea ni kama inaonekana hawa wawili walikuwa wanatafutana labda muda mrefu, ambapo sasa wamepata time sasa kwa pale walipokuwa wameonana mpaka kuweza kumaliza hasira zao. Kufikia hatua watu kurushiana ngumi sio kitu kidogo, alafu ni watu wazima. Kwanza tuzungumzie chanzo kilikuwa ni nini? Chanzo Manyanya alikuwa anahojiwa, labda kwa sofahamu, labda wajui chanzo, kwa sababu wengi waliona clip kwamba wale jamaa wanafanyaje, wanapigana, lakini chanzo kikubwa ni alikuwa anahojiwa Manyaunyau na media zilikuwa zinamhoji. Sasa akapita ule Taz, alipopita akasema cha kusema hata huyu bwana kijana wangu jamaa alimpiga ngumi. Jamaa sumbwe. Kama alivyosema kwamba Mwakinyo akijaribu kumpiga ile ngumi yake sema ina kilo ngapi? Kilo 50. Sasa alisema sasa ile siji ina kilo ngapi? Alimpiga kwa kweli, alimpiga ngumi moja, nikaona apepesuka, sababu mimi nilikuwa na mimi nipo karibu kabisa. Sasa unajua kabisa nitetee, lakini kwa kweli haikupendeza na sio nzuri, kwa sababu usitoshe pale
Airport ni sehemu ambao watu wageni tunapokea wageni airport, kwa sababu ni kama njia panda ya Ulaya. Sasa kutoka mataifa tofauti tofauti, sehemu mbalimbali. Of course, sasa mtu kama mnapigania pale wenyeji, kama labda mtu katoka kuja kufanya utalii Tanzania, kweli kwa staili ile kweli anakuta watu wanapigana hadharani kabisa. Kweli anaweza kagichukua akageuza pale pale akalitana akageuza. Lakini kitendo alichokifanya kwa kweli mimi naona sio cha kiungwana, sio kizuri, ambapo wamefanya hivi kwa sababu wangetumia mambo yao wangeamaliza tu kimya kimya, lakini sasa imefika hatua sasa mpaka kushikana manguoni inakuwa sio vizuri. Kwa hiyo mimi ningeshauri tu kama mambo yashaisha, na ule kashakamatwa, kashahukumiwa hukumu yake, basi wabaki kila mtu afanye mambo yake, kwa sababu wafanya mambo ambayo kwa kweli jamii inapenda. Kwa sababu kama mtu unatibu kupinia mitishamba, mitishamba watu wanaheshimika kwa njia ya mitishamba. Unajua ganga lazima aheshimike. Kwa hiyo waendelee kukazia, lakini mabifu bila mabifu ya kijinga kama hayo, mabifu ya kibiashara waga sio mabifu mazuri, kwa sababu kama vikato wanashikiana kwenye maungo inakuwa sio vizuri. Kwa hiyo mimi nazungumza walichofanya ni ushenzi, ni ujinga na kutokuwa na akili. Walichofanya sio vizuri, japokuwa wote walishiwa tunagombaziwa, lakini wote walikuwa wanajifanya kama wanaziweza, japokuwa alopigwa jamaa bwana anakanda bwana. Wanaonekana wazee wamevalia kanzu kabisa, mmoja kala suti, mmoja kala watu wakubwa kabisa. Kile kitendo ayose unakizungumziaje, labda hasa kwa Manyaunyau na umri wake kuweza kushikana na Tazi? Unajua kiumri Tazi na Manyaunyau kidogo imepishana pakubwa sana. Manyaunyau ni wa muda mrefu sana na alikuwa amevaa vazi la heshima, kanzu kabisa, na watu wanarushiana ngumi. Aibu kubwa, kana nimetoka kuzungumza hapo awali. Ni aibu, ni zaidi ya aibu, na ili swala la bibi kemewe. Yaani na kemea kupitia hii inaitwa Perfect TV na Perfect Bongo, na kemea kwamba bwana, kitendo hichi kilichofanyika kwa ndugu yetu Manyaunyau na Taz sio kitendo cha kiungwana, na kama mabifu yenu basi ifika hatua kwanza tushachoka. Sababu mabifu yenu yenye ya kibiashara, kama mnatafuta mabifu ya kibiashara aweza kufanya hivyo, kwani mabifu wangapi ya kibiashara? Lakini kuna watu washafika hatua mpaka akashikana manguoni. Tushajua, hata kama wewe ukiniambia huyu mkali, wanajua waliotibiwa sehemu hiyo, wanajua huyu mkali na huyu mkali. Kwa hiyo kitendo cha kufanya hivyo sio cha kiungwana na ipendezi. Kwa hiyo naomba mara moja hicho kitu kifanyaje, kiachwe, kwa sababu kila mtu afanye mambo yake bwana, kwa sababu inakuwa ni watu wazima. Kama Manyaunyau yana umri gani? Mimi toka naanza kumfuatilia Manyaunyau mimi hata sijaota ndevu najua. Hadi sasa hivi na midevu na wewe unavyoiona, lakini miaka mingi sana. Manyaunyau kipindi hicho Manyaunyau Temeke yule na nyonya nini paka. Kwa hiyo Manyaunyau yeye ni brand na ana pesa. Sasa mwisho wa siku kijana tu mdogo ambaye ni na ule kijana ambaye mimi naona ule kijana tofauti na hivyo, kijana kuna alifanya anapenda sana ile beef, kwa sababu ukija kuangalia mimi naona kama dogo, kama kuna muda yani kama anajisahau, anaona Manyaunyau wewe kugombana naye kama anafanya anapata. Kuna comment moja nimeiona wanasema kwamba pale sasa majini alikuwa amewekwa pembeni. Vile majini sasa yawekwa pembeni, sasa kama binadamu halisi. Jamaa anapiga jamaa. Kuna moja umeiona karusha kabisa mpaka wewe sasa tutatafutia pambano na Mwakinyo. Wewe usijifahamu mwamba, tutatafutia pambano na Mwakinyo. Toa ila kwaje? Sababu kama umefika hatua sasa unamgusa mzee wa watu kisa kusema tu kijana wangu na kazi ile kazi inaheshimika ujue. Ingebidi watu wa dini fulani wabia wamvamie jamaa, kwa sababu sio kitu cha mchezo. Kama umefika hatua sasa unaanza kutafutia tabia, tuafikie pambano. Kanaona mambo madame kushinda. Mimi utafutie pambano. Hata mimi mwenyewe na zinatoka mwenyewe. Sasa kwa kitendo kama kile ambacho kimetokea, kinafurahisha lakini kinasikitisha. Kwa sababu pale ni sehemu ya huzuni, watu wote wako na huzuni. Tumeona hata mtoto wa marehemu jinsi ambavyo alikuwa analia. Kwa familia sasa, kwa kitendo kama kile, wafiwa wao wanaweza wakachukuliaje? Kwa sababu wao ndio wenye majonzi zaidi, wenye msiba na nini. Alafu wanakuja wanaona watu wanapigana katika msiba wao. Na sababu zao tofauti. Kwa wafiwa tu kama mimi ninavyohisi, hata wafiwa walikuwa kuja ukifua kifiwa Afrika na mtu anatafuta kiki kupitia kwenye msiba wao ndugu yao. Hana cha kuongea zaidi tu ni kuwasikitikia, kwa sababu wachofanya akipendeza hata Mungu. Hata wewe mwenyewe ungekuwa wewe mhusika na ule msiba, waandishi habari walikuwa wengi sana. Waandishi habari walikuwa wengi wameona tukio lile lilipotokea, lakini kiwalisia mimi nilivyosema, kama nilivyowaambia wote kwamba
sio kitu cha kiungwana, itakiwe hivyo bwana, kwa sababu wote ni watu wazima, so huyo Taz, so Manyau yote ni watu wazima na ajua anachokifanya. Kwa hiyo ifika hatua kwamba jamani, tufanye kazi. Unajue kila kitu mimi nasemaga, yani inaonekana kiasi kunaongea, lakini inaonekanaga tu ni vipi naongea sana, lakini kiuhalisia tufanye kazi. Tufanye kazi wote, Manyau akifanya kazi na Taz akifanya kazi, mbona watasifika tu kuliko kupigana hadharani, yani na kwa sio kiungwana kwa kweli. Yeah. Kama vile tumeona mama yake alikuwa analia mpaka na garagara, mtoto binti yule ambaye amemwacha akiona kama vile inakuwa kidogo mbaya. Kwanza kitendo cha kwenda sehemu kama kwenye msiba, ni unajua kinachofanyika kwenye msiba ni kuwafariji nini wafiwa. Sasa amefika hatua sasa ufariji wafiwa, imeanza nyie sasa kufarijiana wenyewe kuingia maunguoni. Watu waamua ugombe. Sasa bora basi ufarijiwe, sasa tunaamua sasa kugombelezea. Bwana acha. Wewe bwana nitakuonesha, yani hivyo. Hizo zinakuwa ni kama mentality. Alafu ndio maana tunaonekana sisi wa Afrika ambao ni wa Afrika ngozi nyeusi tunaonekana washamba kwa staili hii. Maana lazima tuzidi kudharauliwa kwa staili hii. Sababu ni ujinga ambao unafanyika hadharani. Huwezi kukuta mtu mwenye akili zake timamu ambaye kidogo anajielewa pale kwenye msiba kama ule, after na airport. Yaani tunaenda kupokea mwili wa marehemu, kweli ufanye ujinga kama ule, tunaonekana kidogo imeruka, lakini haipendezi. Na mimi kwa staili hii mimi ningewaonya tuwafanye kazi wote. Sasa kwa Manyaunyau na Taz Genius unaweza ukawaambia kitu gani? Sasa swala la msiba naweza kusema limepita, wameweza kupumzishwa ndugu yetu. Sasa wamebaki wao na washashikana, kwa maana sasa kila mmoja sasa baada ya kupigana hasira zinaweza zikawa zimeisha, ama mambo yanaweza kawa yanazidi kuendelea zaidi. Mimi naona kama wanajitambua na wanajielewa, kila mtu afanye kazi kama nilivyotokea nyuma, lakini pia nashauri kwamba unajua kitu ambacho kilifanyika leo kisije kafanyika tena, na hiyo mwanzo wa mwisho. Na sio misiba, watu wengi unajua sio hii tu kutafuta kiki. Mimi naona kama hii kama imekaa kwa njia ya kiki, lakini ngumi kama imeingia kweli, hata kama kiki kweli na ngumi kweli, umeona ngumi zimetoka kweli, imetoka. Sasa kuna mtu anasema hii kama kiki, lakini kwa mtu anasema unajua kama mimi ndio mtaalamu ndio najua mambo, najua kuchambua mambo, lakini kidogo imenichanganya. Unajua kengi ifikio ile ngumi naona kabisa mna kiki, ujue zile ngumi ni za kweli, zimemtoka jamaa, kimemtoka kigumi. Sasa hizi kwa kiki, lakini mimi ninavyoona kweli hizi kwa kiki, lakini moja kwa moja kwamba hata kitendo kilichofanyika sio hicho tu msibani. Watu wengi wanafanyaga kiki sana msibani. Unamkumbuka kuna jamaa alifanya amezimia kwenye msiba, sikumbuke msiba wa nani, lakini alifanya amezimia ameshika kitambaa. Nakumbuka wewe mtu umezimia, mtu umezimia kitambaa, watu wanakutoa kitambaa, kitambaa ukiachi wewe bwana umezimia, upo serious kweli? Ule msiba nani kidogo nikumbushe kidogo. Kuna msiba, kuna jamaa namkumbuka, jamaa ni mwigizaji na sasa hivi anasomea masuala ya kuendesha ndege. Okay, Lami gari yule. Sasa yule ndugu yangu unazimia. Sasa hizo kiki msibani, kiki ni nyingi sana, hata watafuta msibani kiki ni nyingi. Unakumbuka hata akili sio kiki, lakini Mondi tu ule msiba ulikuwa Ruge, ulikuwa msiba ndugu yetu nani, Mondi alibeba kijiji kizima. Yaani sasa hata wakati tena hapo msibani wakaa sasa wanadili na Mondi. Hiyo sio kiki, lakini Mondi tu mapenzi ya watu. Je, muda mwingine naweza kusema kwamba watu wengine kama na nyota, lakini watu wengine hii siongee sana, lakini wewe hadi msiba unaubeba. Kwa hiyo muda mwingine nyota hata kama nyota kali ndugu yangu, sijajua sijiseme upande wa pili, lakini inasikitisha sana ndugu yangu. Mimi nafikiri ujumbe unaweza kuwa umefika, na watu nao wataweza kutoa maoni yao kwenye comment kuhusiana na ile tukio kwamba imekuwaje mpaka watu wazima kama wale Taz Genius pamoja na Manyaunyau kuweza kupigana airport ambapo tulikuwa tukiupokea mwili wa mpendwa wetu Karina. Inaonekana ni kipenzi cha watu, umati ulikuwa umemwagika airport. Sister hata katika anaonekana sio kipenzi cha watu tu, sister alikuwa na roho fulani nzuri sana, na nasema kwamba siku moja kuna shida fulani ilitokeaga, na mimi kama mimi naweza kwa muanga kwa nimpigaga simu akusita kunisaidia. Kwa hiyo mimi kwangu mimi ni msiba ni ndugu yangu, kifupi ndugu yangu. Kwa maana ukusita kufika msibani na yako kozi ndio maana nikaja kupokea mwili wa marehemu. Lakini kwa kweli yule ni kipenzi, alikuwa kipenzi cha watu, ana heshima dada, ana nidhamu, pia alikuwa ni mtu wa watu. Ndio maana hata msiba wake unaweza kushuhudia. Msiba watu wamekuja wengi, na nakuomba mtangazaji, kesho twende kumzika ndugu yetu. Kesho twende kumzika ndugu yetu, kupumzisha.